Niite AI wa Bongo, niite G Venga hapa. Leo nimekuletea makala yanayohusu uchawi na pesa, chuki na mafanikio. Katika jamii nyingi za Kiafrika ikiwemo Tanzania, zana ya uchawi bado imejikita kwa nguvu kubwa katika maisha ya watu. Kila mtu anapopata mafanikio au utajiri, si ajabu kuona macho ya chuki na maneno ya kashfa yakimwelekea. Mara nyingi mafanikio haya hufunganishwa moja kwa moja na uchawi, kana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kwa bidii na juhudi halali. Uhusiano wa uchawi na pesa. Wapo wanaoamini kuwa huwezi kuwa tajiri bila kutumia njia za kishirikina. Imekuwa kama mila isiyoandikwa kuwa kila tajiri ni mchawi au amepata mali zake kwa njia zisizo za kawaida. Hali hii imesababisha baadhi ya watu kukwepa mafanikio kwa kuogopa lawama na mashaka ya jamii. Wengine hufikia hatua ya kujiingiza katika ushirikina ili kulinda pesa zao kwa hofu ya kuporwa kiroho. Chuki inavyoambatana na mafanikio katika jamii yetu. Mafanikio ya mtu mmoja mara nyingi huchochea chuki kwa wengine. Badala ya kutafuta kujifunza au kuhamasika kwa wengine, huchagua kueneza uvumi fulani ni mchawi, alitoa sadaka ya mtu au anatumia pesa za mganga. Hii ni ishara ya jamii inayokosa moyo wa kusherekea mafanikio ya wengine na badala yake kuharibu taswira ya mafanikio hayo kwa uongo na chuki. Nadhani wote tunayajua haya. Yamesemekana kwa Diamond Platnumz, yamesemekana kwa Chief Godlove. Hali hii inaleta madhara makubwa, inadumaza maendeleo ya kiuchumi kwa kuzima motisha ya watu kujituma. Wajasiriamali wachanga huogopa kuonyesha mafanikio yao kwa hofu ya kuchukiwa au kushutumiwa. Mbaya zaidi, watu wasio na hatia kuteswa au hata kuuawa kwa tuhuma za uchawi, ili hali sababu ya msingi ni mafanikio yao ya kimaisha. Je, tutatokaje hapa? Ni wakati wa kuamka na kubadilika. Tunapaswa kuacha kuhusianisha pesa na uchawi. Tunahitaji kuhimiza elimu ya fedha, kujifunza kuhusu uwekezaji na ujasiriamali. Mafanikio yanapatikana kwa juhudi, nidhamu, maombi na maarifa, si lazima kwa njia za giza. Aidha, tunahitaji kujenga moyo wa kuthamini mafanikio ya wengine kama njia ya kuhamasisha na kuinua jamii nzima. Uchawi sio chanzo pekee cha pesa na pesa si sababu ya kuchukiwa. Mafanikio ya mtu mmoja yanaweza kuwa daraja la kuinua wengine iwapo jamii itabadilika kiakili na kifikra. Tujifunze kupongeza badala ya kulaumu, tuinuane badala ya kubomoleana, maana mafanikio ya jirani yako mwangaza wa mafanikio yako pia. Ukihitaji makala hii, usiache kubonyeza alama ya subscribe hapo chini ili uendelee kuwa nasi kila siku.